Ndugu zangu, shalom. Kuna kauli moja huwa inanichanganya. Wahubiri na watu wanaotangaza neno la Mungu wanatuambia kila mtu ana dhambi, kila mtu ni mtenda mabaya, sisi wanadamu wote tumeoza, sisi wanadamu wote tuna dhambi. Lakini neno katika Matendo ya Mitume linasema, Petro wanamuuliza tufanyeje? Anawaambia kwamba tubuni, mkabatizwe, mpate ondoleo la dhambi na kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Wamepata ondoleo la dhambi. Ukibatizwa maana yake umepata ondoleo la dhambi. Sasa kwa nini tunajiita tena wenye dhambi? Kwa nini watu tuko makanisani, tunaingia makanisani, tunasali, ila tunajiita wenye dhambi? Hapa napata ukakasi. Lakini ukiendelea pale katika hiyo Matendo ya Mitume 2 kama 38-39 pale anasema, hii ni ahadi yenu nyinyi na watoto wenu na watu wengine watakaovutwa na Mungu, kitu kama hicho. Kwa hiyo mimi ninachoona, mimi ni ufunuo niliopata hapo, au nilichofikiri, naona kama hiyo kauli ya kusema sisi ni wenye dhambi, sisi sote tumeoza, inatufanya tuwe wadhaifu, inatufanya tuwe wanyonge. Ni kauli ambayo inatuingizia hofu. Mwovu anatuingizia hofu, anatuingizia uoga, ili tusiyakabili mambo, ili tusitokeze ule utu ambao tulitatua tutokee. Na tunajua kwamba waoga hawataweza kuurithi ufalme wa Mungu. Lakini pia Biblia hii imesema hatukupokea roho ya uoga. Ina maana wewe unaposema tayari mimi nina dhambi, tayari hilo inakujengea hofu ndani yako, inakujengea hofu kutokea kwenye akili yako. Ule ujasiri wako unaondoka. Kwa hiyo ukishabatizwa, mimi naamini kwamba tukishabatizwa tayari sisi tunatakiwa tusio watu wa dhambi. Biblia inasema kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Nataka kusema ni kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kwa hiyo ilitakiwa ukibatizwa tu inatakiwa uondoke. Lakini Biblia katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4 anasema kila atendaye dhambi afanya uasi. Lakini 6 anasema kila akaaye ndani yake. Ndani yake nani? Kristo na Mungu. Atendi dhambi. Kila akaaye ndani yake hatendi dhambi. Na atendaye dhambi akumuona yeye wala akumtambua. Sasa ile kauli ya kwamba sisi tunasema sisi sote ni wenye dhambi bwana, sisi mwanadamu kukosea ni kawaida, tunaitoa wapi? Ni kauli ambayo inatuongezea hofu